sura upe kusikino. Mkono dago ndo natembea. Dago lipo vizuri anamcheka kabisa. Anakoteseka. Ni watumishi wa Mungu bariki sana. Na Yesu atetee. Kwa ajili Yesu naanza kutoa kwako mkono mdogo usikae kwako, usikae kwako. Hivyo mkono mzito ulikuwa umekaa kwa wana wa Israeli namna hii. Sasa sikiliza, mkono wa Bwana ukija juu yako, lazima mkono mdogo uondoke. Na wewe lazima uchipuke, lazima macho yarudi, lazima kipato kirudi, lazima kalama irudi, lazima usafi. Anaosema amen leo anatoka si wa kawaida. Yaani leo ukitoka hapa si wa kawaida kiroho. Yaani manako umenenepa kiroho. Una nguvu rohoni, una upako rohoni, una macho rohoni, una miguu ya kiroho, una mikono ya kiroho, una uhai wa kiroho, una upako mwingi. Kalama vipawa vinarejea na uchumi wako na maisha mwilini yanastawi. Leo ni habari njema na kila mwenye pumzi na kila mwenye amani na kila mwenye imani apokee hivyo, na ikawe hivyo, na ikawe hivyo juu yako. Mkono wa Dagoni kwenye familia yako leo mwisho. Nasema mkono wa Dagoni unaanguka leo. Mkono wa Dagoni unaanguka leo. Mkono wa Dagoni unaanguka leo kwenye mji wako, kwenye kazi yako, kwenye uchumi wako, kwenye imani yako. Walisema huyo asinuke katika huduma, wakasema huyo asinuke katika kipawa, asinuke kiroho, asinuke imani. Leo ni habari njema, imani unanyanyuka, kipawa kinanyanyuka, kalami inanyanyuka, watoto wako wananyanyuka. Anaosema amen anyanyuke, anyanyuke kiroho. Anaosema amen anyanyuke kiroho, anyanyuke kiroho, awe na nguvu kiroho. Leo ukifika nyumbani, wakina Dagoni walikuwa wamekaa pale mlangoni, walikuwa wamekaa pale kwenye biashara, walikuwa wamekaa pale njiani. Wakati unapita tu, mwanangu upite wewe peke yako, unapita na upako. Dagoni atakuwa anaanguka chini, Dagoni atakuwa katika mikono yake anaanguka chini, maana unaenda na upako. Wakina Dagoni paka, wakina Dagoni majoka, wakina Dagoni wachawi, wakina Dagoni washirikina, wakina Dagoni waganga wa kienyeji, wakina Dagoni waliokuendea kwa waganga wa kienyeji. Leo ukifika nyumbani, kabla hujasema kwa jina la Yesu, wanaanza kuanguka wenyewe. Maana unapotoka hapa, unatoka na upako, unatoka na moto, unatoka na upako, unatoka na moto. Anaosema mbele ndio ikawa hivyo, anaosema mbele ndio ikawa hivyo, anaosema mbele ndio iwe hivyo, ndio iwe hivyo. Wende na upako huu, wende na upako huu. Unapotoka leo, kuna watu ambao walikuiba kwenye nafasi yako, sasa tunamtoa kwenye kiti hiki cha ufalme cha kazi, asikae yeye, tunakaa sisi. Wakasema tunamnyanyua huyu, tunamnyanyua huyu hapa, tunamnyanyua huyu hapa, cheo chake kiwe chini, alafu sisi tukae kupitia cheo chake. Leo watanyanyuka wao, wataanguka wao, watapinduka wao, alafu wewe unanyanyuka, unaenda kiwango kingine. Wakina Dagoni wanaanguka, wewe unanyanyuka, unaenda kiwango kingine. Halo, nasema amen, apokee, anasema amen, apokee, anasema amen, apokee. Dagoni anguke juu yako, Dagoni anguke juu yako, Dagoni anguke juu yako, wacha anguke juu yako, mapepe anguke juu yako, Dagoni anguke juu yako. Nasema anguke chini, wacha katika mikono yao anguke kama Dagoni yuko katika mikono. Na leo wacha na katika mikono, na leo kina Dagoni katika mikono, wewe unanyanyuka. Halo, sema amen, ikawe hivyo. Sema amen, iwe hivyo. Sema amen, iwe hivyo. Hizi ni habari za kweli. Kuna watu wanakuja Jumapili, halo, tulipokutana tu pale nikaona nakimbia. Kwa nini? Wewe unatoka leo si mtu wa kawaida. Mungu amekusudia kukuvika nguvu za roho, amekusudia kukuvika upako, amekusudia kukurudisha, kukuweka mahali pako alipokuumba, kukuweka mahali pako
kwa heshima yake, kwa sababu amekusudia. Leo ukitoka hapa unamelemeta, 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 unamelemeta. Dago leo kona nguka unamelemeta, 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 unamelemeta. Dago leo mtana nguka unamelemeta, dago leo kijita na nguka unamelemeta, dago leo mtana nguka unamelemeta, dago na leo bali kwako na nguka unamelemeta, anamelemeta. Dago leo kamata kipawa na nguka, wewe unanyanyuka. Dago leo kamata huduma na nguka, wewe unamelemeta. Dago leo kamata uchumi na nguka, wewe unamelemeta. Dago leo kamata uzao wako na nguka, wewe unamelemeta. Dago leo kamata watoto wako na nguka, wewe unamelemeta. Dago leo kamata maisha yako na nguka, wewe unamelemeta. Dago leo kamata miaka 10 iliyopita, leo wanaanguka. Utaona nuru ya Bwana na mwangaza wa Bwana, kwa sababu dago linaanguka. Utaona njia milango ikifunguka, kwa sababu dago anaanguka. Dago ni kwenye biashara yako, anaanguka. Dago ni kwenye kazi yako, anaanguka. Dago ni hana nguvu tena, analegea, anaanguka. Wakati anaanguka wewe unamelemeta, wakati anaanguka wewe unasimama unaenda, wakati anaanguka wewe unapiga hatua, wanaenda. Halo, imeandikwa Zaburi 27. Wao wanataja magari, wanataja farasi, wanataja uganga, wanataja uchawi, wanaanguka na kusujudu. Sisi tunasimama na kutembea, wao wanaanguka, wewe unasimama unatembea. Natangaza leo dagoni wako anguke, uchawi wako anguke. Haijalishi shangazi yako, babu yako aliendea kwa matambiko, alikuendea milimani, alikuendea kwenye vilinge vya kipepo, vilinge vya wakango kienyeji kwa kina Dagoni. Leo wanaanguka chini. Wakati wanaanguka chini, wao unasimama na kwenda kwa jina la yeye anasema mimi napokea, kwa jina la Yesu Kristo anasema mimi napokea. Hii ni injili ya Yesu letayo amani.